Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan lirabbin qad khassana bimuhammadin wa anqadhana bihi min dhulmatin wa dayajiri. Allahumma inna nas'aluka bifatihiyati al-fatihi fathat tam wa nas'aluka bikhatimiyati al-khatam husna al-khitam. Amma ba'd, ahibati fillah, baada ya kumhimida al-haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kwa mara nyingine tunabudi kumshukuru al-haq subhanahu wa ta'ala, ikiwa ametukutanisha katika mwendelezo wa bustani la sera ya bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, ikiwa tuko katika mwezi wa Rabiu al-Awwal, mwezi ambao kwamba alidhihiri kiumbe kama huyu, alidhihiri mbora wa viumbe kama huyu, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Mmoja yule akasema, shamsul wujudi alladhi anwaru maulidihi mala'na ma baina kan'anin wa misraha wa inshaqqa iwanu kisra min mahabatihi wa nara farisa rabbul arshi atfaha wa kam lahu min karamatin yukhassu biha wa mu'jizatin kathiratin arafnaha athadyu darra lahu wal ghaymu dhallalahu وانشق في الأفق بدر شق ظلماها هذا محمد المحمود سيرته هذا أبر بني الدنيا وأوفاها فاللهم صل وسلم وزد وتكرم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikiwa katika mukaddima uliopita tuliashiria kwamba tutaangalia utu wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika nyanja mbalimbali, namna alivyokuwa na ubinadamu mtume wetu katika ahli zake, wake zake, maswahaba zake, mpaka katika ghazawati. Na leo bimashiatillah na taufiki yake tutagusia sera yake katika namna alivyokuwa akiishi na ahli zake, wake zake pale nyumbani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kama inavyotueleza sera, alikuwa akiingia kana basaman dhahakan, alikuwa ni mwenye kutabasamu akicheka, si kama sisi ambao kwamba tukiingia nyumbani, bali wengine mababa, sisi wanaume tukiingia katika nyumba zetu ndo kwanza kunapigwa audhu billahi. Ndo kama kile kisa cha kuchekesha, bwana alikuwa ni mwenye kuwa na kisirani au mwenye kuwa na ushupavu ama na ushujaa ama na usimba katika nyumba yake, imefikia hadi anaogopeka mpaka nyumbani. Ili alipatikana na maradhi, ikabidi kipatikane choo chake kidogo ili aweze kwenda kupimwa. Basi akawa amekiweka katika kibobo na kukiweka sehemu. Mke wake katika kufanya usafi, basi bahati mbaya akaweza kukidondosha kile kibobo. Mke wake anajua hawezi kutoa udhuru kwa mume wake kwa sababu ya ukali wake, basi akaweza kufanya mbinu mbadala, akaweza kuweka mkojo wake katika kile kibobo. Siku anakwenda kwa daktari, kinapimwa haja kama ile, daktari yabidi kumuuliza mara tatu, hii ni haja yako, hii ni haja yako. Kume majibu yanaonyesha kwamba ile haja ilikuwa imetoka na majibu kwamba tayari ana mimba ya miezi miwili. Kwa hiyo utaona kwamba sisi tunaishi katika majumba ambayo kwamba sasa hivi imekuwa ni makesi ama imekuwa ni mahakama, kesi haziishi. Lakini sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kutabasamu na wake zake, bali alikuwa fi khidmati ahli salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, alikuwa akisaidia wake zake kazi nyumbani. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi alikuwa akishona nguo, alikuwa akifagia nyumbani, bali alikuwa akishauriana na wake zake katika majambo yote ya nyumbani pale. Lakini sasa hivi mtu kushika sindano, kushona nguo yake, kufagia, kuosha vyombo, anaona ni aibu, bali anaona kwamba ataita majina ya ajabu kwamba ni zoba, kwamba amelishwa kitu na mfano kama huo. Mwangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiishi na wake zake. Anaelezeana na Aisha, kuna majambo kiasikia utaweza kusema ni uzungu, lakini ilikuwa ni akhlaqi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Aisha anasema, nilikuwa nikinywa maji
basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anachukua, anaweka mdomo wake pale nilipoweka mimi, nilipokwenyewa katika mdomo wangu kama pale. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utu wake na ubinadamu wake alikuwa akiwapa udhuru wake zake, alikuwa akiwapa udhuru ahli zake. Kinadisi wa kisa anasema masahaba walikuja katika nyumba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na zamu ilikuwa ni na Aisha. Kinakuja chakula kutoka, wengine wanasema kwa nana Sofia na wengine wanasema kwa nana Hafsa. Kinakuja chakula, Aisha kama mwanamke anapatwa na wivu, basi anapiga sahani kama ile na kumwagika chakula. Mimi na wewe tungechukua hatua gani katika jambo kama hili? Wallahi ingekuwa ni sahali kumpiga kofi, hata ngumi angeshakula, tungetoa maneno machafu. Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapomoka chini na kulokota kile chakula, huku akimpa udhura akisema gharat ummukum, gharat ummukum, gharat ummukum. Amepata wivu mama yenu, amepata wivu mama yenu. Amempa udhuru mke wake kwa kitendo kama kile, kwa sababu wivu ni katika ukamilifu wa mwanamke. Bali alikuwa akibainisha mahaba yake ya wake zake kwa masahaba zake. Anakuja Amr ibn al-As, anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu an-nasi ilaik, unampenda nani zaidi ya Rasulullah? Na namna alivyokuwa akiishi na masahaba zake, kila sahaba alikuwa akidhani kwamba yeye anapendwa zaidi kuliko mwingine. Basi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamjibu Aisha akimwambia kwamba kipenzi changu zaidi ninayempenda ni nana Aisha radhiallahu anha wa ardha. Bali nana Aisha anaelezea katika hadithi ndefu ya Zar. Kwa wale tulabul ilmu, hadithi kama hii ni aula tukaenda kuitafuta, ina istifada nyingi katika maisha ya ndoa, bali katika lugha. Anasema jalasat 11 imraa, waliketi wanawake 11, fataahadna wa taaqadna an la yaktumna min akhbari azwajihinna shay'an, wakaekeana ahadi kila mmoja atatoa habari za mume wake. Alhasil mpaka akaanza wa kwanza mpaka wa mwisho akaja Zar, akaanza kumwelezea mume wake. Zauji Abu Zar'i akamsifia mume wake, akamsifia mpaka mama yake, akamsifia mpaka watoto wake. Anasema mpokezi wa hadithi alikuwa akikaribia kumsifia mpaka mbwa wa Abi Zar'i. Kisha mwisho wa hadithi na Aisha anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kuntu laki ka Abi Zar'i ghaira anni lam utalliquk, mimi kwako wewe nilikuwa kama Abi Zar'i, namna nilivyokupenda mpaka wanakumbuka zile mazuri yangu, lakini mimi nimemzidi Abu Zar'i, sikuweza kukupa talaka. Kwa hiyo utaona namna sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuweza kubainisha mahaba yake na namna alivyokuwa akiwahendo wake zake kwa tabia mzuri, bali akikumbuka wafaa ambao kwamba hata mke na Khadija alishakuwa ameshamtoka katika ardhi, lakini bado anakumbuka yale aliyokuwa nayo katika enzi za uhai wake. Inakuja kilada kutoka kwa mtoto wake Zainab, ambao kwamba ilikuja kumkomboa sahaba mtoto mume wake yule ambao kwamba alikuwa ametekwa katika vita kama vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuona mkufu kama ule akaugundua, akasema hadhihi qiladatu Khadija, huu ni mkufu wa Khadija. Swali linakuja, je, wewe unafahamu hata mkufu ambao kwamba mkeo anao? Unafahamu vipuli ambavyo kwamba mkeo anao? Lakini vitu vyote hivi tumeviacha. Turudi katika hii sera bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuone namna alivyoketi na wake zake, tuige maisha kama haya, tumwangalie ar-rasul az-zawj Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume, namna alivyoishi na wake zake na namna alivyoishi na ahli zake. Tutatosheka na haya machache. Katika kipindi kitakachokuja insha Allah tutaangalia utu na ubinadamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoishi na wale ambao kwamba wamemkosea, wale ambao kwamba wameteleza na wakafanya makosa. Vipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamiliana nao. Subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.